Mwenyezi Mungu sasa anataja sifa za wale watakaokwenda katika moto wa jahannam. Ndani ya sura hii Mola Azza wa Jalla mtukufu subhanahu wa ta'ala anatuwekea wazi sifa sita. Kulla kafarin anid manna'in lilkhair mu'tadin murib alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar. Sifa sita. La sikiza sifa hizi sita kwa makini, uwe na tahadhar kwamba hakuna sifa moja unayo katika sifa hizi sita, kwa sababu ukiwa nayo unaingia katika hatari ya kuingia ndani ya amri hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakayoitoa inayopewa malaika alqiya fi jahannam. Sifa ya kwanza kafar, sio kafir. Kafar, kafar ni kathirul kufri, hiyo ni sigha mubalagha, mwingi wa ukafiri. Sio kafiri wa kawaida, huyo ni kafiri mkubwa ambaye ukafiri wake umepita mpaka. Hiyo ni sifa ya kwanza. Kwa hivyo kafir tena ukafiri wake ni ule ukafiri uliozama ndani, amechanganya ndani ya ukafiri wake kila aina ya kufuru anayo ndani ya ukafiri wake. Hiyo ni sifa ya kwanza. Anid, ambaye anafanya inadi. Kwa hivyo sifa ya pili miongoni mwa sifa za ahli jahannam, wale watakaokwenda rushwa ndani ya moto wa jahannam, sifa yao ya pili ni sifa ya inad. Wale wanaomfanyia inadi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inadi ya aina yote. Kuna inadi ya kukadhibisha mafundisho ya Mwenyezi Mungu na aya zake, na kuna inadi ya kuzifanyia inadi maamrisho, kuyafanyia inadi na istihza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Inadi. Kwa hivyo mwanadamu yoyote anayefanya inadi, Mungu anakupa amri, wewe umfanyia inadi. Anakuletea wahi, ule wahi wewe unaufanyia inadi. Sunna ya mtume alayhi salatu wasalam pamoja na mtume wake unamfanyia inadi. Yoyote anayefanyia inadi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inadi, ajue malipo yake siku ya kiyama ataingia katika jumla ya aya hii alqiya fi jahannam. Anid sigha mubalagha, yoyote aliyekuwa na mwingi wa kumfanyia Mwenyezi Mungu inadi. Wewe kazi yako unafanyia Mwenyezi Mungu inadi na takabbur, unaingia katika sifa hii ya anid, unakuwa ni miongoni mwa wale watu aina sita, au watu waliobeba sifa sita ambazo zitakwenda kuwapelekea katika moto wa jahannam. Halafu sifa ya tatu manna'in lilkhair. Hiyo ni sifa ya tatu ambayo ni sifa ya ubakhili. Yoyote ambaye ni mwingi wa kuzuia khair na mwingi wa kukataza khairi, hataki khairi ifanyike. Pahali panapotaka kufanyiwa khairi yeye mwenyewe hafanyi, na yule anayetaka kufanya anamzuia. Huyo ni manna'in lilkhair, kama ilivyokuja katika sura al-Maun, fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yurauna wa yamna'una al-ma'un. Yeye hafanyi khairi, hafanyi, na yule anayefanya khairi yamna'un, anamkataza. Ndio kwenda kujenga madrasa pahali, usijenge bwana madrasa, wale achana nao bwana, wachana nao wale kabisa, watakwenda tafuta wenyewe pesa zao, wale wana pesa nyingi sana. Watakwenda kutengeneza mfereji pale msikitini, achana na msikiti ule bwana, ule msikiti una mamilioni ya mahesabu, pesa zingapi wanaziweka kwenye account yao. Achana na mambo hayo bwana, usifanye mambo hayo kabisa. Huyo ni manna' lilkhair. Popote anaposikia khairi anataka kufanywa, anaingia aweka mguu, hataki khairi ifanyike. Popote anazuia khairi, aizuia kwa mali, aizuia kwa nguvu, aizuia kwa cheo alichonacho, aizuia kwa kiti alichonacho, aizuia kwa kila aina, na kwa mdomo na kwa ulimi na kwa maneno na kila aina ya njia anazuia khairi. Hiyo ni sifa ya tatu mbovu kabisa ambayo itasababisha watu kwenda kutupwa ndani ya moto wa jahannam. Sifa ya tatu manna'in lilkhair. Ya nne mu'tadin. Mu'tadin ni yule anayevuka mpaka,
na hii ni sifa ya dhalim. Dhalim ya aina yoyote, anayedhulumu watu kitu chochote, ajue makazi yake lazima atakwenda uonda moto wa jahannam. لأن الظلم مرجعه وخيم, kwa sababu dhulma mwisho wake ni mwisho mbovu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume alayhi salatu wasalam anasema inna Allaha la yumli lidh-dhalim, Mwenyezi Mungu humwachia yule dhalim. Wewe ukamwona dhalim anaendelea, leo adhulumu, kesho adhulumu, siku nyingine adhulumu, mwaka huu adhulumu, mwaka ujao adhulumu, na kila pahali yeye ana dhulma yozifanya. Wewe usije ukajiuliza huyo dhalim hivi Mwenyezi Mungu hajamuona. Amemwona kitambo kabla yako, Mwenyezi Mungu ashamuona, lakini ana siku yake Mwenyezi Mungu amemwekea. Hatta idha akhadhahu lam yuflit, siku Mwenyezi Mungu atakapomkamata hatakuwa na pahala pa kukimbia. Na siku kubwa aliyomwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yauma al-qiyama. Kwa hivyo huyo anaingia katika fungo la mu'tadin. Yule dhalim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwekea na yeye fungu lake la adhab. Fungu lake la adhab Mwenyezi Mungu amemwekea. Kwa hivyo hizi dhulma zote zinazopita juu ya ulimwengu huu leo, sio ati kwamba Mwenyezi Mungu hazioni, wala sio ati kwamba Mwenyezi Mungu ashindwa kutekeleza amri anayotaka kuitekeleza juu ya madhalim, lakini anawaacha wale madhalim wafanye kwa hikma ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe aijua, kwa hikma ambayo Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe aijua. Watu wanafanya dhulma za kila aina, za mauaji, za unyang'anyaji, za kuharibiana majina, za kutukanana, za kusengenya. Kusengenya nayo ni dhulma vile vile. Kusengenya, ghiba ni dhulma. Pale unapompaka Muislamu mwenzio matope na majina mabovu na sifa mbaya, unamfanyia dhulma kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano wake mbele ya Mwenyezi Mungu ni sawa sawa na kula nyama ya mfu Muislamu aliyekufa, na malipo yake utakwenda kuyaona siku ya kiyama kwamba yalikuwa ni mambo makubwa kabisa. Hiyo ni dhulma unaifanya kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Duniani hapa wewe hujali, kama alivyosema mwanachuoni al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, katika wanadamu ambao yuqatti'u wa yadhbahu fi a'rad al-muslimin, wale waislamu wanaokata na kuchinja heshima za waislamu, tena waislamu waliokufa na waislamu walio hai, wala yubali bima yaqul, wala hajali yale maneno anayosema. Kwa hivyo dhulma aina hii zote zinaingia katika aina za dhulma ambazo siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakwenda kuzilipa. Kwa hivyo huyo anaingia katika mu'tadin. Halafu sifa inayofuata ni murib. Hiyo ni sifa ya 5. Murib ni yule aliye na shaka. Leo kwa masikitiko mpaka baadhi ya waislamu wana shaka, sio kafiri peke yao, la, hata baadhi ya waislamu wana shaka. Sasa yeye ni muislamu, labda yuwasali, lakini ni ile kwamba anzaliwa muislamu, yuko katika familia ya Kiislamu, lakini ndani ya moyo wake hasa hajakuwa na yaqeen wala hajakuwa na iman kwamba iko jaza na malipo na hashr na iqab na janna na nar siku ya kiyama. Bado hajakuwa na yaqeen, ana shaka. Wakati mwingine anakuwa na shaka kabisa, lakini mimi naswali, sio Allah iko kufufuliwa ama hakuna. Murib ana shaka juu ya mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ana shaka juu ya يوم الاخر, shaka juu ya ba'th, shaka juu ya jaza wal iqab wal janna wal mizan wan nar. Ana shaka kubwa. Wako wanadamu hao, hususan wale waliozama katika fikra za kimagharibi. Amekwenda huko alikokwenda, ni wapi huko, akapewa maneno mawili matatu ya kifalsafa, ya kifilosofia, akarudi amekuwa ni mwanadamu mwingine, amefanyiwa ghasil mukh, brainwash. Shaka imemjaa ndani ya moyo wake. Muislamu jina membakia,
lakini saa zote auliza tu, lakini huyu Muhammad kweli alikuwa ni mtume? Huyu mtume kweli ama watu wasema tu? Vipi sisi, how can we prove kwamba alikuja aliletewa na Jibril? Muislamu anazungumza maneno haya, huyo ni murib. Hata kama una imani, hata kama ulitamka shahada, lakini kama moyo wako wewe ni murib, bado unakwenda katika moto wa jahannam. Mwisho, sifa ya 6, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar. Sifa ya mwisho ya 6 katika sura hii peke yake, sio sifa zote hizi, ni sifa 6 zilizomo ndani ya sura Qaf. Ziko sifa zingine katika sura zingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema sifa ya 6 itakayokwenda kupeleka watu waende wakarushwe ndani ya moto wa jahannam, wakatoka umwezo katika moto wa jahannam, itoke amri alqiya fi jahannam, ni sifa ya shirk. Yule atakayekuwa na shirki ambayo ukifa wewe mwanadamu ukiwa katika hali ya shirki, Mwenyezi Mungu hakusamehe kamwe, katu kabisa. Mwenyezi Mungu hakusamehe. Madhambi mengine fanya, ukifa katika madhambi hayo, ikiwa hukutubia na hayo madhambi, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu ana khiari, akitaka atakusamehe, akitaka atakuadhibu. Haya maneno yasikizeni kwa makini, maneno ya akida yasikizeni kwa makini, yaingie katika fahamu zenu. Mwanadamu akifanya madhambi mengine yoyote mbali na shirki, akafa, siku ya kiyama mwanadamu huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamweka chini ya mashia yake, khiari yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye mwenyewe akitaka atakwenda kumwadhibu, na akitaka atamsamehe. Hiyo ni khiari ya Mwenyezi Mungu. Akikuadhibu atakuwa amekudhulumu? La, hakukudhulumu, amekuadhibu kwa madhambi uliyofanya. Haja kudhulumu, wala yadhlimu rabbuka ahada. Mwenyezi Mungu adhulumu mtu yote. Kwa hivyo lao atakuadhibu ni kwa sababu ulifanya madhambi, anakuadhibu kwa madhambi uliyofanya. Na akikusamehe, anakusamehe kwa rahma zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusamehe yetu. Isipokuwa shirki, mwanadamu akifa akiwa ni mushrik, siku ya kiyama hakuna masala ya mashia. Yale masala kwamba Mwenyezi Mungu anakuwa na khiari, akitaka atakusamehe au akitaka atakuadhibu, hayaingii katika mushrik. Yule mushrik moja kwa moja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamweka ndani ya adhabu moja kwa moja. Na hii ndio tafsiri ya maneno yaliyoko ndani ya Qur'an katika sura An-Nisa, yaliyorejelewa mara mbili katika aya mbili tofauti ndani ya sura moja. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima, na kule wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sura moja Mwenyezi Mungu anaikariri mara mbili ili iingie katika fahamu zetu na akili zetu sawa sawa kwamba shirki Mwenyezi Mungu hasamehe, la yaghfiru an yushraka bihi. Na hili ni jambo kubwa zito. Leo kuna masikitiko makubwa kabisa kwamba kuna idadi ya Waislamu isiyokuwa ndogo ambao wanakufa katika shirki, wanakufa katika hali ya shirki. Wako wale ambao wametamka shahada lakini wamejiingiza katika mambo ya shirki makubwa kabisa. Shirki zingine ziko wazi, zinafanyika, zinaonekana waziwazi. Na leo tukizungumza masuala ya shirki, watu wengi akili zao zinakwenda mbali kabisa, zinakwenda katika ibada ya masanamu ile iliyofanywa na wale makuraish, au ile ambayo bado inaendelea leo na baadhi ya wanadamu katika ulimwengu huu wanaabudu sanamu, kama ni ng'ombe au sanamu aliyetengenezwa, leo bado wanaendelea kuabudiwa na baadhi ya wanadamu. Akili ya mwanadamu inakwenda huko peke yake, anasahau kuwa shirki kama alivyoitaja Mtume alayhi salatu wasalam ni jambo ambalo wakati mwingine linakuwa ni jambo limefitamana, jambo lililojificha, linaweza kuwa liko ndani ya maisha ya Muislamu, yeye mwenyewe hana habari.
liko katika maneno ya muislamu anayatamka, yeye hajui kama anatamka maneno ya shirki. Kuna mambo anayofanya hajui kwamba anafanya mambo ya shirki, na kuna shirki zingine zinakuja kwa njia ya ibada. Shirki inatengenezwa, imetolewa katika ile njia ambayo walikuwa wakifanya Quraysh zamani siku za jahiliya. Akatengenezwa sanamu, anatundikwa mbele ya Kaaba, anaambiwa hadha ilahukum. Shirki walioifanya watu wa Musa, wakatengeneza ndama, wakaambiwa watu wa Musa hadha ilahukum wa ilahu Musa. Yule ijil aliyetengenezwa. Sio hiyo peke yake, shaitan amepata njia nyingine ya kuwahadaa wanadamu, akawatengezea shirki kwa njia au kupitia kwa ibada zao wanazozifanya. Hizi ibada wanazozifanya, akaja akamwambia mwanadamu maneno haya: wewe mwanadamu, ewe fulani, wewe huwezi kumwabudu Mola wako moja kwa moja, huwezi. Sikiza maneno haya ya Iblis, ya shaitan, ambayo maneno haya siku ya kiyama shaitani mwenyewe atakwenda kuyaruka na atakwenda kuyakana. Haya maneno shaitani siku ya kiyama atakwenda kuyakana na kuyaruka kabisa, atasema sikuyasema. Anamwambia mwanadamu, wewe huwezi kumwabudu Mola wako moja kwa moja, huwezi. Mpaka nifanyeje? Mpaka uweke kitu baina yako wewe na yule Mwenyezi Mungu unayemwabudu. Kitu hicho kinaitwa wasila. Naam. Nini wasila? Mimi nitakuonesha wasila nini. Amshika mkono, ampeleka mpaka kaburini. Waliona ile kaburi? Ile kaburi la mtu mkubwa sana. Huyu ni fulani bin fulani bin fulani bin fulani al fulani. Hiyo ni kweli au si kweli? Kweli, huyu ni mtu mkubwa. Pengine si mtu mkubwa wala si chochote, ni mtu anatoka jahazini kaja pale pale akaekwa. Amwambie sasa maombi yako yapitishe wewe kwa huyu, kwa sababu huyu ni wali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale mawali wa Mwenyezi Mungu maombi yao hayana kizuizi. Wewe maombi yako hayana kizuizi, yafika paka pale juu ya sakafu yaanguka. Huyu wali dua yake direct inakwenda moja kwa moja, pitisha hapa. Hivyo hivyo, na yeye anafuata hivyo hivyo alivyomwambia shetani. Na huyu shetani si lazima awe ni shetani hasa, la. Mwenyezi Mungu anasema shayatin al-insi wal jinni, kuna mashetani wa binadamu na mashetani wa majini. Aweza kuwa huyo aliyekuja ni shetani wa jini, na anaweza kuwa ni shetani wa binadamu, na wanaweza kuwa ni wote wawili wamekuja wakakwambia maneno haya. Angalia leo idadi ya waislamu wangapi wameingia katika fitna hiyo na wameingia katika balaa hiyo aliyoleta shetani. Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia muislamu mwanadamu ndani ya Qur'an, amman yujibu almuftarra idha da'ah, nani anayeitikia maombi ya yule aliye na shida wakati anapomwomba. Sikiza maneno haya kwa makini, ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu anakuambia nani anayeitikia na kupokea maombi ya yule aliye na dhiki wakati anapomwomba. Wayakshifu su'a, na yeye anayeondoa balaa. Wayaj'alukum khulafa al-ardhi, na anawafanyeni nyinyi kuwa ni makhalifa juu ya ardhi. A ilahum ma Allah, nani mwingine asiyekuwa Allah azza wa jalla? Nani mwingine? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wanazuoni wa tafsiri wanasema katika Qur'ani yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, aya zote zilizokuja ndani ya Qur'an zinazoanza na idha sa'alaka au yas'alunaka, ndani ya majibu yake Mwenyezi Mungu anaanza qul. Qur'ani nzima. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul. Mpaka mwisho wa Qur'an aya zote isipokuwa aya hii. Idha sa'alaka ibadi anni
Mwenyezi Mungu hakusema faqul inni qarib. Wanasema wanazuoni wa tafsiri katika kuondoa neno la qul peke yake linaonyesha kwamba hata mtume mwenyewe alayhi salatu wasalam inapokuja katika masuala ya mwanadamu kumwomba Mola wake, hata mtume mwenyewe hayuko. Mwanadamu anaomba direct, kwa sababu mtume mwenyewe Muhammad alayhi salatu wasalam Mwenyezi Mungu amemwambia ndani ya Qur'ani sehemu mbili ndani ya Qur'an, katika suratul A'raf na katika surat Yunus, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran, qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah. Mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam yeye mwenyewe juu ya nafsi yake haimiliki nafsi yake madhara wala manufaa. Yeye mwenyewe mtume wetu alayhi salatu wasalam ataimiliki vipi wewe nafsi yako madhara na manufaa? Isipokuwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia aqida ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaijenga katika moyo wa mu'min na moyo wa muislamu. Leo shetani amefaulu katika kuifanya kazi hii, akawapoteza wengi katika wanadamu, wengi sana, wengi katika wanadamu. Akaenda akawaekea mambo haya ya shirki mpaka ndani ya ibada zao, ndani ya ibada zao kabisa akawekea, akawaambia mumwezi nyinyi kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja, huyu ni wali mpaka mpite kwake. Akaleta mambo mengi ya balaa huyu shetani. Mwenyezi Mungu anasema alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar. Kwa hivyo yoyote ambaye ataweka pamoja na Mwenyezi Mungu kuna Mungu mwingine na kuna Mola mwingine na kuna nguvu nyingine iliyo sambamba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liwe ni kaburi, iwe ni hirizi, iwe ni chombo, iwe ni nguvu, iwe ni kitu chochote ambacho mwanadamu anajiwekea sambamba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaingia katika fungu la alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar. Nini malipo yao ya Allah? Mola Azza wa Jalla anasema fa alqiyah, anarudia amri yake, alqiya fi jahannam. Analeta tikrar ya taakid inakuja fa alqiyahu. Kwa hivyo mnendeni mkamtumbukize wapi? Fil adhabi ashadid, katika adhabu iliyo kali, adhabu iliyo na nguvu, nendeni mkamweke huko mkamtumbukize. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aondoe fitna ya shirki katika ummati Muhammad alayhi salatu wasalam. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على نور